The Church has long been working for nuclear disarmament, aware that every great technical power can affect people's lives, and so must be accompanied by adequate moral discernment and public control. Nuclear disarmament remains a service to peace and the dignity of the human family. In a similar sense, artificial intelligence now demands to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion, and death. Like nuclear energy, it must be at the service of all and of the common good. Decisions about technology must never be separated from conscience and responsibility. Let us not sleep as others do, admonished the Apostle Paul, but let us keep awake. Such vigilance is necessary today. Peace, not merely the absence of war, is justice at work. But when technology weakens our critical sense, peace itself is at risk. Disarming, however, is not enough. Wapendwa, kanisa lina furaha kwa sababu ya ujumbe mpya, ujumbe kutoka kwa Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14. Ametoa barua ya kichungaji ama waraka wa kichungaji, encyclical letter yake ya kwanza, ikiangazia jambo kubwa la nyakati zetu. Waraka huo ameutoa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa ama Basilika la Mtakatifu Petro kule Vatikano. Na waraka huu unaenda kwa jina la Magnificat Humanitas, ikiwa inamaanisha ubinadamu uliotukuka ama ubinadamu unaostaajabisha, akilenga kuona umuhimu wa kutunza utu wa mwanadamu katika nyakati za akili mnemba ama AI ama artificial intelligence. Katika waraka huo ambao tumeupata, ni zawadi kwa kanisa la Mungu na taifa lote kwa ujumla, kwa sababu Baba Mtakatifu tunaona akuchagua kwa bahati mbaya jina la Leo kwa sababu ya yule Leo wa kwanza, na kwa namna ya pekee Leo wa 13, ambaye naye katika nyakati hizo za mapinduzi ya viwanda alitoa waraka wake maarufu Rerum Novarum, akiangazia maslahi mapana ya utu wa mwanadamu katika nyakati hizo za mapinduzi ya viwanda, lakini pia umuhimu na haki na wajibu wa kazi katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo na yeye katika enzi zetu hizi za akili mnemba, artificial intelligence, ametoa waraka wake huu Magnificat Humanitas, akiangazia umuhimu wa kutunza utu wa mwanadamu katika nyakati hizi tunazopitia za akili mnemba ama AI. Magnificat Humanitas, waraka wake wa kwanza, Papa Leo wa 14, ambao umetolewa kwa ajili yetu, kwa ajili yako na kwa ajili ya wanadamu wote, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa namna ya ajabu, namna ya kustajabisha, namna ya kushangaza. Ubinadamu huu ulioumbwa na Mungu, ubinadamu ambao tunapaswa kuutunza na kuulinda, ubinadamu ambao katika enzi hii ya akili mnemba, artificial intelligence, ni mabadiliko makubwa ya kihistoria, unakabiliwa na uamuzi muhimu sana. Je, tujenge mnara wa Babeli au tujenge mji mtakatifu wa kuishi pamoja na Mungu? Huu ni uamuzi unaozikabili dhamiri zetu sisi kama wanadamu. Ubinadamu unaochagua Babeli huamua kuondoa mipaka yake wenyewe na kumkataa Mungu, kuwatolea sadaka wanyonge, utafuta tofauti zetu na kufanya watu wote kuwa sawa bila utofauti. Udai kuunda lugha moja ya pamoja ambayo kwa hakika wafanya watu kwa takwimu tu, huwapokonya watu ubinadamu wao.
Lakini ubinadamu unaochagua mji mtakatifu ama kujenga mji mtakatifu utambua kwamba akili mnemba ama AI inahitaji miongozo iliyo wazi inayoweka ustawi wa mwanadamu katikati, huku ikitambua mipaka ya ubinadamu. Mipaka hiyo humfungulia mwanadamu uwezo wa kumtambua Mungu na jirani yake. Papa Leo wa 14 anatualika kuwa na ujasiri wa kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa dunia ya wakati wetu. Anatuhimiza kufichua na kupokonya nguvu za akili mnemba ama artificial intelligence ama AI. Kufichua ukiritimba mpya unaokusanya nguvu hizi za kiteknolojia mikononi mwa watu wachache binafsi, jambo linalofanya iwe vigumu kuzielekeza kwa manufaa ya wote. Na kupokonya silaha kunaiondoa katika mantiki ya ushindani usio na mipaka. Kujioji, kuifanya kuwa mada ya mjadala. Hii haimaanishi kukataa teknolojia, bali kuzuia teknolojia isimtawale mwanadamu ama isitawale ubinadamu. Maendeleo ya kweli daima hutokana na moyo ulio wazi kwa wengine. Mazungumzo, diplomasia, msamaha vina manufaa makubwa zaidi katika kujenga jamii kuliko maendeleo yoyote ya kiteknolojia. Sote tumeitwa kulinda ubinadamu. Kila siku tuchague mantiki ya amani badala ya nguvu ama vita. Tutende kwa uaminifu, maadili mema, huruma na kujali wengine. Hebu tutafakari uso wa Yesu, ambapo katika uso wa Yesu tunaona ubinadamu wa ajabu unaweza pia kuangaza enzi hizi ambazo tunapitia za akili mnemba. Hata pale mashine zinapozidi uwezo katika ufanisi, kitovu cha historia kinaendelea kuwa uso wa mwanadamu unaohitaji kuonekana na kuthaminiwa. Tutunze mahusiano yetu, tuyalinde kwa wema, umakini na ukarimu. Utamaduni wa kidijitali unaongoza njia nyingine za kuwasiliana, lakini moyo wa mwanadamu bado unahitaji lisiloweza kubadilishwa la ukaribu wa kweli wa kibinadamu. Hebu tuulinde ubinadamu wetu ulioumbwa kwa namna ya ajabu. Katika waraka huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameelezea mambo mengi na mazuri ambayo ameyaweka katika sura 5 na hitimisho. Sura ya kwanza inaangazia juu ya mtazamo wenye uhai unaobaki mwaminifu kwa Injili. Sura hii ya kwanza inaelezea jinsi kanisa linavyojaribu kuelewa na kujaribu changamoto kuzijibu za kila kipindi cha historia bila kuacha msingi wa Injili ya Kristo. Kanisa linasafiri ndani ya historia ya mwanadamu. Ikiwa na maana kwamba kanisa linaonekana kama jamii inayotembea pamoja na mwanadamu katika historia yao. Halijitengi na matatizo ya dunia, bali linaambatana pamoja na mateso, maendeleo, siasa, uchumi, sayansi na hata mabadiliko ya kijamii. Hekima ya neno la Mungu na sayansi za kibinadamu kwa namna ya pekee, waraka unajibu ama unatueleza kwamba Biblia na Injili vina hekima ya kiroho. Lakini pia kanisa linaweza kujifunza kutoka kwa falsafa, sayansi, saikolojia, teknolojia ama taaluma nyingine yoyote. Kwa hiyo imani na akili, ambapo Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alitoa waraka wake mzuri kabisa, imani na akili ama imani na kufikiria, faith and reason, fides et ratio, vinapaswa kushirikiana na sio kupingana. Mafundisho ya kijamii ya kanisa yanakuwa utambuzi wa pamoja. Kwa kifupi, mafundisho ya kanisa ama mafundisho ya kijamii, mafundisho ya kanisa kuhusu jamii yamekuwa hatua kwa hatua, na kupitia sala, tafakari, uzoefu wa kihistoria na kusikiliza mahitaji ya watu, kanisa hutafuta kuelewa ni nini Mungu anataka tufanye katika wakati huu wa kihistoria, yani katika nyakati tunazopitia. Na huu unakuwa kama msingi ama waraka unakuwa kama msingi mojawapo au nyongeza ya fundisho
la kanisa kuhusiana na jamii, kwa sababu inagusa maisha ya jamii. Kwa hiyo maendeleo ya mafundisho ya kijamii tangu aliyekuwa Baba Mtakatifu Leo wa 13, tunaona Leo wa 13 katika waraka wake kuhusu wafanyakazi na haki za kijamii, kama nilivyosema mwanzo, hadi leo vyote vinaangazia juu ya utandawazi, umaskini, mazingira na akili mnemba ama AI. Hatua za mwanzo za mafundisho ya kijamii tunatakiwa kuangalia na kujibu matatizo ya mapinduzi ya viwanda kama alivyofanya Leo wa 13, uponyaji wa wafanyakazi, ukosefu wa haki, mifumo ya uchumi usiojali utu wa mwanadamu. Pia katika sura hii ya kwanza anaelezea miaka ya mtaguso wa pili wa Vatikano ambao ulifanyika mwaka 1962 mpaka 1965. Mtaguso huo wa pili wa Vatikano ulimaanisha kuwa kanisa kuzungumza zaidi na dunia ya kisasa, kuheshimu utu wa kila mtu, kuhimiza uhuru wa dhamiri, kushiriki katika masuala ya dunia badala ya kujifungia ndani. Na mafundisho ya hivi karibuni ya kanisa, mapapa wa karibu wamezungumzia haki ya jamii, imani, amani, teknolojia, mazingira, utamaduni wa kidijitali na kwa namna pekee waraka huu changamoto za akili mnemba. Tunaalikwa pia katika hiyo sura ya kwanza kutafsiri historia kwa mwanga wa imani. Hilo ndilo wazo kuu la sura hii, kwamba Wakristo wanapaswa kuangalia matukio ya dunia si kwa siasa au teknolojia pekee, bali pia katika mwanga wa imani na mwanga wa Injili. Kwa hiyo maendeleo kama ya akili mnemba, siasa, vita, uchumi na mabadiliko ya kijamii vinapaswa kuulizwa, je, vinamsaidia mwanadamu kufikia utu wake wa kweli mbele ya Mungu? Kwa kifupi, kanisa lazima liendane pamoja na dunia ya kisasa, lisikilize sayansi na historia, lakini libaki mwaminifu kwa Injili na ule utu wa mwanadamu. Sura ya pili ya hii waraka Magnificat Humanitas inaelezea msingi na kanuni za mafundisho ya kijamii ya kanisa. Inasisitiza kwamba kila mwanadamu ameumba kwa sura ya Mungu na Utatu Mtakatifu. Hivyo watu wote wana hadhi sawa na haki zinazoweza kuondolewa. Waraka unaonyesha kuwa jamii nzuri lazima ijengwe juu ya kanuni za manufaa ya wote, the summum bonum, the common good. Matumizi ya mali kwa faida ya wanadamu wote, mshikamano, haki ya kijamii na kusaidiana bila kuondoa wajibu wa kila ngazi ya jamii. Pia anaeleza kwamba maendeleo ya kweli si utajiri ama teknolojia pekee, bali ni maendeleo kamili ya mtu mzima, kiroho, kijamii, kiakili na kimwili. Mwisho wa sura hii, kanisa linaalikwa kujichunguza lenyewe, ile examination, ili kuona kama kweli linaishi na kutetea utu wa mwanadamu, haki na Injili katika dunia ya leo. Sura ya 3 ya Magnificat Humanitas inaelezea uhusiano kati ya teknolojia, hasa hii akili mnemba AI, na hadhi ya mwanadamu. Waraka unaonya dhidi ya utawala wa kiteknolojia, ambao teknolojia na nguvu za kidijitali vinaweza kutawala maisha ya watu badala ya kuwahudumia. Ingawa hiyo akili mnemba ama AI inaonekana kama chombo muhimu kinachowezesha kusaidia maendeleo ya binadamu, kanisa linasisitiza kuwa lazima kuwe na uwajibikaji, uwazi na sheria za kuiongoza ili lisiharibu utu wa mwanadamu. Sura hii pia inakataa mawazo ya transhumanism ama posthumanism yanayodhani kwamba mwanadamu anaweza kujipita kabisa kupitia teknolojia na hatimaye kuondoa mipaka yake ya kibinadamu. Yaani ile nafasi yetu kama wanadamu tunaweza tukaipita, tukatengeneza vitu ambavyo vinaweza vikampita yule mwanadamu ambaye aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kitu ambacho sio kweli. Badala yake, waraka unasema ukuu wa ukweli wa mwanadamu haupatikani kwa mashine au nguvu za teknolojia, bali katika moyo, maadili na neema ya Mungu na ubinadamu wa Kikristo. Mwishoni, sura inarudia wazo la mji
miwili na mapendo mawili na uchaguzi kati yao. Aidha tunajenga mnara wa Babeli ama tunajenga mji wa Mungu Yerusalemu. Chaguo ni lako. Uchaguzi kati ya jamii inayojengwa juu ya upendo wa Mungu na uchaguzi mwingine unaojengwa juu ya kujitukuza na kuwatawala wengine. Sura ya 4 ya hii waraka ama hati Magnificat Humanitas inaeleza jinsi ubinadamu unavyopaswa kulindwa katika kipindi cha mabadiliko makubwa ya teknolojia na jamii, hasa katika nyanja za ukweli, kazi na uhuru. Waraka unasema ukweli ni manufaa ya wote na msingi wa kidemokrasia, na kwamba mawasiliano ya kidijitali yanapaswa kujenga jamii badala ya kuipotosha au kuunda fikra potofu. Pia unasisitiza umuhimu wa elimu katika enzi ya kidijitali, ambapo shule zina jukumu la kuwalea vijana kwa maarifa na maadili mema. Kuhusu kazi, unaonyesha kwamba kazi ina hadhi ya kiutu na si bidhaa tu. Hivyo uchumi unapaswa kulinda utu wa mfanyakazi na kukabiliana na ukosefu wa ajira unaoletwa na mabadiliko ya teknolojia. Na hii kwa mfano katika gazeti moja la Marekani huko limeripoti kwamba kampuni ile ya Meta imeweza kuwafukuza kazi wafanyakazi 8,000 na kazi zao zimeweza kuchukuliwa na akili mnemba. Kwa hiyo tunaanza kuona changamoto hizo, ukosefu wa ajira unaoletwa na mabadiliko ya teknolojia. Aidha, unahimiza kulinda familia na vijana kama msingi wa matumaini ya jamii. Mwisho, katika sura hii waraka unaonyesha dhidi ya utegemezi na aina mpya za utumwa wa kijamii na kiuchumi, ukisisitiza kwamba uhuru wa kweli unahitaji uwajibikaji wa pamoja katika kulinda utu wa mwanadamu. Sura ya 5 ya hii hati Magnificat Humanitas inaelezea mgongano kati ya utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo kati ya dunia ya kidijitali na ya kisasa. Waraka unaonyesha kuhusu hali ya kawaida ya vita, matumizi ya nguvu kupita kiasi na hatari ya silaha za kisasa zikiwemo zile zinazounganishwa na akili mnemba, yani AI. Pia unaonyesha changamoto ya kushuka kwa ushirikiano wa mataifa almaarufu multilateralism na mtazamo wa kisiasa unaojikita zaidi kwenye maslahi kuliko maadili. Kwa upande mwingine, kanisa linatoa wito wa kujenga ustaarabu wa upendo na kukuza haki, kusikiliza sauti za waathirika, kudumisha mazungumzo na kuimarisha diplomasia kama njia ya amani. Sura hii inahimiza watu wote kuchangia katika kujenga amani, kuondoa lugha za chuki na kuangalia ukweli wa uwazi na uwiano, huku ikisisitiza kwamba maombi na matumaini ni msingi wa kudumisha amani ya kweli duniani. Waraka una hitimisho ambalo linaelezea kwamba neno wa Mungu alifanyika mwili na kukaa katika historia ya mwanadamu, akionyesha kwamba ubinadamu na umungu vinaunganishwa katika Bwana mmoja Yesu Kristo. Linasisitiza kwamba kanisa na waamini wote ni mwili mmoja wa Kristo, wakiitwa kushirikiana katika kujenga dunia kama eneo la kazi, la matumaini, haki na upendo. Dunia sasa inaelezwa kama nafasi ya ujenzi wa jamii mpya inayotegemea imani, upendo na mshikamano. Mwishoni, waraka unatoa wimbo wa matumaini unaoongozwa na Magnifikati, ukihimiza waamini kutazama historia kwa imani na furaha, wakijua kwamba Mungu yupo kazini ndani ya maisha ya binadamu na anaongoza historia kuelekea ukamilifu wake. Ni
waraka ama hati nzuri ambayo Baba Mtakatifu ametuangazia mambo mengi katika nyakati zetu hizi za akili mnemba na maendeleo ya teknolojia inayokwenda kwa kasi. Ukitaka waraka huu unaweza ukaupitia mwenyewe ukausoma. Ni waraka mzuri ambao utakuneemesha katika maisha yako ya imani katika kipindi hiki cha maendeleo makubwa ya teknolojia, hasa akili mnemba AI ama artificial intelligence. Kukuletea makala hii mimi ni Padre Benjamin Maganga Bundala, na hii ni Lux Fidei, mwanga wa imani. Magna qui